Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa tumewakamata watu wawili kwa tuhuma za kuwafanyia ukatili wa kinyama watoto wadogo kwa kuwachoma au kuwaunguza na moto sehemu mbalimbali za miili yao kiasi cha kuwasababishia majeraha pamoja na maumivu makali mwilini. Hao watuhumiwa tuliowakamata ni Fortunatus Benezet Mawera, ana miaka 60. Huyu ni mkazi wa kijiji cha Singiwe, wilaya ya Kalambo. Lakini mwingine ni Aisha Credo Mpepo, ana miaka 25. Huyu ni mkazi wa kitongoji cha Kasanzama, mji mdogo wa Laela, wilaya ya Sumbawanga. Huyu Fortunatus yeye tarehe 19 Aprili 2026 alimuunguza mjukuu wake ana miaka 26 kwa moto maeneo ya mapajani pamoja na tumboni. Lakini alikuwa amemfunga kamba miguuni pamoja na mikononi akimtuhumu kumwibia ndizi. Lakini huyu Aisha Credo Mpepo yeye ilikuwa tarehe 27 Aprili 2026 naye alimuunguza mtoto wake wa kumzaa kabisa, ana umri wa miaka 8. Alimuunguza akitumia pasi ya umeme mgongoni kiasi kwamba alimsababishia majeraha makubwa sana. Yeye huyu alimtuhumu huyo mtoto wake mwenye umri wa miaka 8 kwamba amemwibia shilingi 2000 ambayo yeye alikuwa ameipanga kununulia mkaa. Wote hawa kama nilivyosema tumewakamata na taratibu tunazikamilisha ili waweze kufikishwa mahakamani wajibu tuhuma hizo za kuwafanyia ukatili watoto hao wadogo. Lakini kwa upande mwingine, mahakama ya wilaya ya Kalambo mkoa wetu huu wa Rukwa imemhukumu Bosco John Fatachi, miaka 38. Huyu ni mkazi wa kijiji cha Kambo, wilaya hiyo ya Kalambo, kulipa faini ya shilingi 300,000 ama akishindwa aende jela kwa muda wa miaka 3. Adhabu hii ilitolewa na mahakama hiyo baada ya kuwa imejiridhisha kwamba mshtakiwa huyo alimwadhibu kikatili mtoto mdogo wa miaka 8 huku akiwa amemfunga kamba miguuni na mikononi na akamtandika au akamchapa akitumia waya wa umeme. Sababu alimtuhumu kwamba mtoto huyo alimwibia pipi za shilingi 200. Lakini wakati akitoa adhabu hiyo hakimu Nixon Temu aliamuru vile vile huyu mshtakiwa Bosco amlipe yule mtoto fidia ya shilingi 500,000 kutokana na maumivu aliyokuwa ameyapata. Lakini mheshimiwa hakimu alisisitiza kwamba adhabu hiyo iwe ni fundisho kwa wote wenye tabia ya kuwafanyia ukatili watoto wadogo. Na Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa tunaendelea kulaani vikali vitendo hivi vya kuwasurubu au kuadhibu watoto wadogo bila kufuata taratibu. Mimi kwa jina naitwa Fulazia Karolo Tasima. Kwa upande wa huyu mama kwa unyanyasaji wake leo fanya wa kijinsia kwa mtoto kama huyu hapa, naomba serikali ingilie kati na imwadhibu. Kwa sababu mama hana adabu. Je, ingekuwa kama sio mtoto wake aliyemzaa, je, mtoto akumfikia angefanyaje? Naitwa Mangazini John Gayamiso. Kwa kitendo kama hichi, kwa kweli tunasikitika sana kama wananchi, na tunaomba serikali itoe mfano ili isiwe endelevu kwa kina mama wengine. Tunaomba sana uwe mfano kwa kijiji chetu cha Laela. Kwa majina naitwa Ana Lunguya. Tumejaribu kumuonya mara nyingi sana. Hata hii leo nilisema jamani ya kina mama tujaribu kuandamana, tupeleke taarifa kituo cha polisi kwa ajili ya kumwadhibu huyu mama. Ila nashukuru Mungu, sijui ni nani aliyepeleka mpaka limefanikishwa hivi. Yaani sisi mara nyingi akina mama tunashinda hapa. Unakuta mara nyingi anamwadhibu, atachukua ubao, atampiga huyo mtoto. Kuna mara moja nimeingia mle ndani kumwachanisha yule mtoto akipigwa anachompiga. Kwa hiyo sisi kama wanawake tunaiomba serikali muadhibu huyu mama ili kukomesha ukatili kwa watoto. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki? Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta? Vipi, pampu za kuvuta maji washakuibia sana? Acha nikupe location. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga, na mzungumzia huyu ni Edo fundi pikipiki almaarufu kama Bonge, kutoka kampuni kubwa la Kasunga Company Limited. Anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka
mafuta, pikipiki, pampu ya kuvuta maji, jenereta, anakutengenezea kwa bei poa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edo Fundi Pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043. Edo Fundi Pikipiki kutoka Kasunga Company Limited anasema usalama kwanza. Nashukuru sana.